Usishikamane na hivyo vitu. Ukishikamana mnavyo, mwisho vinakunyonga. Wahubiri wengi walianza vizuri, wamehubiri miaka mingi. Kuna wengine wahubiri kabla sijaokolewa, nilikuwa nasikia habari zao, lakini leo ukiwaona wako juu ya mawe, si wale tena. Nini? Kiburi kiliumbika ndani yake. Kiburi kikiumbika kitakocha salama. Kiburi kikikomwacha salama shetani, hata wewe kitakocha salama. Lazima kama mtu Mungu uwe mnyenyekevu. Jina la Bwana libarikiwe. Hujasema amina, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nyenyekea. Anasema nyenyekeni chini ya mkono hodari wa Bwana, naye atafanyaje? Atakukweza. Atakukweza. Nyenyekea chini ya mkono hodari wa Bwana. Ukinyenyekea chini ya mkono hodari wa Bwana, Bwana atakukweza. Soma kitabu cha Yakobo pale, utaweza kuona maneno hayo. Jinsi ambavyo Mungu anazungumza. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nina maandiko mengi na muda bado ni mchache. Hebu twende tu kwa haraka haraka tuone kile ambacho kinaendelea. Kitabu cha Yakobo pale anasema hivi, lakini utujalia sisi neema, ile sura ya 4 mstari wa 6. Tujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtini Mungu, pigeni shetani, naye atawakimbia. Kwamba kumbe kusudi umpinge shetani, lazima unyenyekee mbele za Mungu. Ukinyenyekea mbele za Mungu, Mungu atakubariki. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5, maandiko yalikuwa yanasema, sasa basi nyenyekeeni chini ya mkono hodari wa Bwana, ili awakweze kwa wakati wake. Uko wakati wa kuinuliwa mtumishi wa Bwana. Ukikaa katika unyenyekevu, uko wakati wa kuinuliwa. Kama ni mwimbaji, endelea kunyenyekea. Kama ni mwimbaji wa sifa, endelea kunyenyekea. Kama ni mhubiri, endelea kunyenyekea. Kama ni mtoaji, endelea kunyenyekea. Kama ni muamini, endelea kunyenyekea. Mungu atakukweza. Huo ni utaratibu wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Twende mtego namba 2. Twende mtego namba 2. Mtego namba 2. Anapaa jamaa. Siku ya siku bwana, mkono wa sheria ni mrefu, akamkamata. Kumshika. Sasa bwana, ndugu yenu mlokole anafiatua hela. Alafu anauza milioni 1 na anakuja shilingi 500. Kenda kuchechi kupata faida 500. Na watu wanapotamani utajiri, ajali mtu. Pepa. Sasa huyo ni mlokole. Haja akashikwa, aliposhikwa moja mshika akamwambia, bwana sikiliza. Si hapa hili kesi ya uhujumu uchumi. Utakwenda utapotea kwa sababu kilichopo akaunti yako yote yaachia. Ndio baki huru. Na akaangalia akaunti, katazama na Uhuru, akasema jamani, akaunti chukueni. Wakafuta yote fisho. Jamaa akarudi kwenye umachinga, mtu ambaye kwa ni tajiri mkuu. Sasa kwa mfano kwa katikati ya kucheteleza hizo pesa anakufa na kwenda takamani. Anasema wengi wa kuitaka hiyo wamechoka kwa maumivu makubwa. Kwa kuitaka hiyo ni mtego mmoja mbaya sana. Ni kweli utajiri ni mzuri, lakini mtumishi wa Mungu uje kwa mpango wa Mungu. Uje ukimpendeza Mungu. Na ni mpango wa Mungu huyu tunayemtumikia. Kama unatembea naye sawa sawa, kukubariki lazima akubariki, na lazima uje kuwa mtu mkuu. Kama alivyombariki mtumishi wa Bwana Ibrahim, vivyo hivyo atakubariki na wewe pia utakuwa mtu mkuu. Kaa na Bwana, mngojee Bwana. Lakini tamaa ya mali inapokuwepo huwa haina subira. Ni kwamba unatamani leo na kesho mambo yawe hivi. Ikafika mahali fulani, nikamwona mchungaji mmoja kwa ajili ya tamaa ya mali, akafika sema kaanza kuwatabiria washirika. Anakuambia hivi, Bwana anasema hiyo nyumba ulionayo sio nyumba yako, ni ya kwangu. Na kama utakataa kunipa unakufa. Sasa watu wanaogopa kufa. Kabili mama wa watu alikuwa ni mjane. Akatoka kwenye nyumba akamwachia mtumishi wa Mungu. Imeenda akamtazama mtu mwingine, akaona na gari, akamwambia, Bwana anasema masihi wake anatembea kwa mguu. Wewe unapanda gari. Hilo gari sio lako, ni la kwangu. Ukikataa miezi 6 unakufa. Mama wa watu naye akatoa gari. Maskini. Kampa mchungaji ana gari, ana nyumba. Mbaya zaidi ilikuwa Uganda. Yule mama kuna siku yuko njiani, akaiona gari yake hiyo inakuja, kupiga mkono. Mchungaji akaondoka kufungua AC ndani kule. Hakusimama kumpa lift, mama akapata uchungu sana. Kaambia tu, jamani, gari yangu naiona ipo. Lakini sasa mchungaji anasema Bwana amesema kwamba ni yako. Hapa mniambia hivyo, kama nikimpa ndani ya miezi 6 ndapata zingine. Lakini mpaka miezi 6 inaisha, sina hata gari hata moja, hata sikeli sina. Watu akamwambia, wewe umeambiwa kwa jina la Yesu. Watu
naiba kabisa kwa jina la Yesu. Kabisa. Sasa nifanya na badala polisi. Nenda polisi akasema, jamani, nyama polisi, mwenzenu jamani, nimeibiwa kwa jina la Yesu. Ilikuwaje? Ndio kwamba nikitoa ndani ya miezi sita napata gari zingine mbili, nitakuwa na gari gani? Sawa. Alafu mwingine naye akasema mimi nimeambiwa nyumba, lakini sijapata. Kesho mara tu mtumishi anapita hata lift kutupata. Inabidi akamatwe yule mchungaji. Akamatwa, gari karudishwa kwa mwenyewe. Wanapewa sifa. Sikawa tuko pamoja. Tamaa. Mhubiri mwingine Dar es Salaam pale muuza nyama choma. Akafika pale akatazama washirika kama mama mmoja kwa mama akikulia, alikuwa ni askari, alikuwa ni JW. Alikuwa na visa kama mbili. Akatazama, akamwambia mama, leo Bwana amesema nitakuwa mgeni wako. Unafanya nini? Unajua itikia mimi. Kufika nyumbani akaona kuna friji. Alipoiona friji akasema, Roho Mtakatifu ana kiu sana, nataka soda. Ya baba, hii friji soda tuikaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tamaa. Roho Mtakatifu ana kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Hiyo tamaa inaumiza watu sana siku za leo. Inaumiza mabinti, inaumiza vijana. Mabinti wanaumia, unafika sehemu unapata ndoa ya ajabu kwa ajili ya kutamani mali. Unafika sehemu unamkataa mchumba mzuri atoke kwa Bwana, unamwona amekuja hapo, ukitazama dalili zake hazieleweki. Tena ndio tuone bado tunasema kwenye wakati gani? Oh, mimi si mwalimu akienda atapata 400,000. Huyu daktari, yes. Nafikiri atakuomba siombe. Daktari. Tamaa ya mali inaweka watu babake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamaa ya mali inaweka watu babake. Tamaa ya mali inasababisha watu wanaziba masikio. Hata kama Mungu atasema hutasikia. Maana unatamani mali. Mmoja akabeba Bwana Farao anataka kuchumbia, akasema kwa huyo hata kuomba siombe tu. Sasa niombe juu ya nini? Wewe tu ni amina. Nini jamani, engineer? Samani engineer. Ubaki. Tamaa ya mali leo vijana wanaolewa. Tamaa ya mali. Na kijana wetu mmoja hapa kanisani aliolewa. Mama sawa na mama yake. Kisa na pesa. Nasema wengi wamejichoka kwa maumivu makali. Na ubaya zaidi hasa ikihusika mambo ya ndoa, mwanamke sio ya kutoka leo wala kesho. Wachungaji wanafundisha ndio tutakuja baba tunakushukuru kazi imeisha. Funguo zako za ndoa hizo, afu Mungu ndiye mtaalamu wa kudaka na chetu. Zimewekwa. Ikibaki hapa ukija wewe baba waje niku vita ndio mwanangu jipe moyo mkuu. Jipe moyo kama hauna kachongo kichina. Jipe moyo mkuu. Tufanye nini sasa? Hapo ulipokuja kwambia mwanangu umeomba, akasema baba nimeomba. Sasa kama umeomba tunafanyaje tena? Jipe moyo mkuu. Kiliweka hapa, ukichoka weka dega la pili. Choka weka mgongoni, ukichoka weka hapo kichwani. Lazima tufike. Jina la Bwana libarikiwe. Mlango wa kutokea ni hamna. Bwana atoe sifa. Tutalia vilio vya tutalia vya kinyumbani, tutalia vya Kiswahili, tutapiga na vya Kizungu. Bayo. Yote tutapiga hivi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tamaa ya mali imeumiza watu wengi sana. Sasa watu wamejichoka kwa maumivu makubwa. Tamaa ya mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atoe sifa. Ni mtego ambao unakamata watu wengi mno. Unashika watu wengi. Na ndio hii leo hii matapeli wamekuwa wengi kwa sababu watu wana tamaa ya mali. Nasikia kwenye message nyingine sema umeshinda shilingi milioni 700. Mtu akishasikia mtu anakuambia anachangamka.
Baba ninakushukuru. Kwa kweli najua nimeomba muda mrefu sana. Yaani leo Mungu naona unajibu. Milioni 700. Umeshindaje bila kushindana? Hujawahi kushindana hapo umeshinda, unashindaje? Hata kushinda mpaka habari za kutwa, umeshindaje habari za kutwa? Lakini kama ni ushindi lazima ujiunge kwenye mashindano. Lazima ushindane ndipo ushinde. Nikapigiwa siku hiyo, nikamwambia mama leo nimekuwa tajiri. Vipi nasema hapa leo naambiwa Voda ananipa milioni 6. Nimeshinda. Jamaa akasema baada ya kupokea message hii piga namba hii. Nikapiga. Wakasema sasa ili kufanya mambo pesa iweze kufikia tutumie shilingi 500,000. Nikaambia hamna shida. Ninashukuru sana kwa sababu nimefurahi sana. Naomba kwenye za kwangu kateni iwe milioni 1 kabisa. Nitumie zangu 5. Hawakupiga simu tena. Sasa wengine wakisikia wanachangamka. Tamani mtumishi, unaweza kunazima 500,000. Jioni tunaenda kupatana tena ikiwezekana kwenye 500,000 hiyo. Mimi nitakupa na zingine juu. Wanaingia watu hivyo kwa tamaa ya mali. Hujashindana, unashindaje? Sasa tunajiuliza. Hata kwa tamaa ya mali haraka anakopa hela, anatuma. Ukituma ile simu haipatikani tena. Kilio tayari, sasa tunashirikishwa milioni. Ndio ukipata milioni 6 useme mchungaji nimeshinda, tukupe hata ushauri. Bwana apewe sifa. Nilipoambia jamani kateni huko hawakupiga tena. Sasa wewe nimeshinda milioni 6 unanidai 5 za nini? Kata huko. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Tamaa hizo zimeumiza watu sana. Tamaa zimeumiza watu mno. Mali. Kuna mmoja kanipigia simu akasema mchungaji naomba niombee. Nishinde biko, naambia nitakuombea alafu nakufukuza na kanisani. Cheza kamari mkubwa wewe. Unajua kwenye tamaa ya mali mtu anaona kabisa hii ni kamari lakini anajifanya kama vile halamunazo yani. Hicho kamari ni mchezo tu. Mchezo kamari. Kamari. Na kama huko unacheza biko, unacheza vitu gani? Tatu mzuka si vitu gani mpendwa nisikujue. Nikujua lazima kushughulikia. Wewe mlokole unacheza mzuka si unajua ni mizimu uliotoka kuzimu. Tatu mzuka, una mizimu 3. Tabaya bali. Wakati fulani nasema mimi sasa hivi naona hata ninapokuwa naomba naona kama sipati breakthrough, yani sipati upenyo. Napoomba unapata hiyo upenyo huko na 3 mizuka. Unakaa monyesha huko yako ushinde. Ni mtego unaoumiza watu sana. Unaumiza watu mno. Na kama mtu umeokoka, ukiamua kushinda, shinda upande wa mali. Shinda upande wa tamaa ya mali. Ukishinda hapo umeshinda. Tamaa ya mali. Tusome maandiko mengine haraka. Marko sura ya 10, 23 hadi 27. Tuko kwenye mtego wa pili. Soma. Marko 10:23. Mpaka 27. Yesu akatazama kote kote akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yanawezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome maandiko ya Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa ngapi? Mpaka wa 9 tupate habari za kina Anania na Safira. Matendo ya Mitume sura ya 5. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu
na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Ukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Mstari wa 7. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tunasoma habari hizo, anasema kwamba ni rahisi kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kupenya katika ufalme wa Mungu. Lakini anazungumza jinsi ambavyo tabia za kutafuta utajiri kwa njia za panya, jinsi ambazo zinasababisha watu wanapata maumivu makubwa. Utajiri ukubarikiwa na Bwana hauna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajiri ukubarikiwa na Bwana, pesa inakuwa ni watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa inakutumikia, lakini utajiri wa kung'ang'aniza, wewe unakuwa ni mtumishi wa pesa. Na ukishakuwa mtumishi wa pesa, uko tayari kufanya jambo lolote. Uko tayari kwenda kwa waganga, uko tayari kufanya chochote, uko tayari kuua hata mtu uweze kupata fedha. Uko tayari hata kuuza utu wako kwa ajili ya kutaka fedha. Hiyo ni mbaya, na kwa ajili hiyo anasema sio rahisi kwenye ufalme wa Mungu. Lakini kama unatembea na Mungu, ukatembea na baraka zake, utamwona Bwana kwa tofauti. Tunaambiwa habari za Anania na Safira. Anania na Safira walikuwa ni matajiri kwa kisehemu yao, ni kwamba imefika sehemu wakaamua kuuza sehemu ya mali ili kumbariki Bwana. Lakini kuuza sehemu ya mali wakashikwa na tamaa. Unajua mali zina tamaa sio kawaida. Hata kipindi fulani mtu wa Mungu kutoa fungu la 10 inakuwa ni kazi. Maana ukiipata unaiangalia kwanza. Unaicheki jinsi inavyoonekana, ukiitazama, ukicheki sura yake jinsi ilivyo, alafu nasema kwamba jamani, yani na wekundu wake wote huu. Alafu sifuri zenyewe 1, 02, 03, 04 zote. Mungu wewe mwenyewe unajua. Ni kweli Mungu anajua hayo. Wewe anasema jaza tukujaza. Sasa nakwambia kata tukukate. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kwenye tamaa za mali sio rahisi kutembea na Mungu. Sio rahisi. Wengi wameumia humo kwa ajili ya tamaa za mali. Hapa inakupasa mtu wa Mungu ushinde. Anasema kwenye Timotheo, anasema kwamba utaua pamoja na kuridhika una faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika una faida kubwa. Ukiwa utaua maana yake ni kujitenga na dunia, kujitunza na dunia hii, kuhakikisha kwamba hauhusiki na mambo ya dhambi. Utaua. Anasema una faida kubwa sana. Na faida yake sio hapa tu, hapa mpaka mbinguni. Kitabu cha Timotheo, waraka wa Paulo kwa Timotheo sura ya 6 anasema walakini utaua pamoja na kuridhika una faida kubwa. Kwa maana tukuja na kitu duniani. Hilo jambo naomba ulikumbuke. Hata kama utapanga gorofa 100, siku ya kuzikwa unakwenda sehemu kadogo tu. Tena nataka hatua, ndio tumalizie alizi yetu. Wewe unaenda bwana, tuachie alizi yetu. Gorofa zinabaki pale. Na ukikuzika na mali wenyewe ni mali zao watakufuata tu. Na mtu alimzika akamwekea jina la dhahabu, akamwekea vua bangili, wakavua hereni, wakavua pete, wakatoa, akamweka pembeni. Alafu na jeneza nalo akabeba watu wabaya. Baya jeneza lilikuwa na rais wa Kenya. Jeneza nasema si milioni, kitu milioni 3 jeneza. Ndio jeneza wakabeba. Wakaondoka nao na pete na kila kitu. Wanafika asubuhi mkuta marehemu yuko tu na nguo yake moja tu. Kitambaa cheupe. Hizi mtu azike kwa haraka na sanduku la bei ndogo na mikufu wa kuweka tena. Hatukuja na kitu. Hatuondoke na kitu. Hatukuja na kitu. Hatuondoke na kitu. Hiyo zingatia kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Nimezungumza baadhi ya mitego miwili tu hapo mwanzo na muda wangu umeisha. Nimesema mtego wa kwanza ni kiburi. Hebu mtu wa Mungu jiepushe sana na kiburi. Kiburi ndio kinapelekea kwamba mtu unaweza ukaonywa
usisikilize kwa sababu ya kiburi. Kiburi, nimesema siri ya kiburi ni kwamba ni ukweli wa vile ulivyo. Wewe ni mrembo, wewe ni mzuri, umeumbwa vizuri, ukicheka unapendeza, ukitembea unapendeza. Kiburi kinakuepo. Wewe kama mtu wa Mungu, kwa mnyenyekevu, mpe Mungu utukufu wa vile ulivyo. Mpe Mungu utukufu wa akili ulizonazo. Mpe utukufu Mungu wa mali ulizonazo. Na nikasema mtego wa pili ni mtego wa mali. Mtego wa mali, mtego wa utajiri umenasa wengi. Lakini jibu lake, fika mahali mtu wa Mungu, tosheka na ulivyo navyo. Acha tamaa. Wakati fulani niambia nafsi yangu, acha tamaa, tamani vitu vya watu. Mahali ulipo naomba usimame. Sitakwambia uje mbele, bali pale pale ulipo. Pale pale ulipo. Hebu jiangalie vile ulivyotoka mitego hii miwili. Je, uko salama? Mitego hii miwili uko salama? Wengi kwa sababu ya utamaa ya mali wamekuwa ni waongo, wamekuwa ni wezi. Wengine wameingia kwenye dhambi kwa sababu ya tamaa ya mali. Nimesema sitakuita mbele. Hata kama unasikiliza uko wapi, unaangalia uko wapi, hapo hapo uliposimama, tafakari moyoni mwako. Je, mitego hii mimi niko salama? Maana dhambi ya kiburi ina nguvu. Wewe kama ilimwangusha shetani mwenyewe, itakuwa chache. Funika macho yako, inamisha kichwa. Tafakari ujumbe ndani yako. Vinginevyo ndugu yangu, utakuwa kanisani, una jina la mtu aliyeokoka, lakini mwisho wako itakuwa ni jehanamu. Baada ya kutafakari hayo, hebu inua sauti yako kwa moyo unyenyekevu, sema na Mungu, Baba Mungu nisaidie nitoke kwenye mitego hii. Baba yetu tena Mungu wetu, mfalme wetu.